Unajua kuna mambo inaendelea Kenya ya siasa, and there is nothing wrong with politics. Siasa ni mzuri. Sio lazima sisi zote tusikizane politically. People are free to hold different political opinions. Ile tu tunasema hatutaki uchochezi, hatutaki kugawanya wananchi, because we have been there before and we know how painful it is to incite the public against each other, to bring division, violence. Those politics of violence, division, incitement are old-fashioned politics. We must resist those politics as a country. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, ule anataka kuunda chama, there is no problem. Lakini wacha kusema hii ni chama ya kabila hii ama dini hii, kwa sababu utatenganisha wananchi. Sema hii ni chama ya Wakenya wote, ile ingine ikuwe ni ya Wakenya, alafu tu campaign. Wakati wa campaign ikifika tumenyane, kila mtu atoe record yake. Uambiwe wewe Kindiki 2.5 years ulikuwa deputy president, ulisukuma nini ikakuja pande hii ya Molo na Njoro na Nakuru? Mradi gani ya barabara, ya stima, ya soko ulisukuma? Ule mwingine na yeye aseme ili alifanya. Mwenye atashinda tumbariki aendelee. Ule atashindwa aende akatafute kitu ya kufanya, angojee siku nyingine, Mungu atamsaidia siku nyingine. Mungetaka tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo wachungaji? That is maturity. That our democracy must mature. Sio kuchemsha wananchi, na hakuna mtu hajakuwa na nafasi ya kuwa kiongozi. Wale watu unasikia wanaongea huko, hakuna mtu hajakuwa na nafasi. Wengine wamekuwa mawaziri, wengine wamekuwa vitu vingine. So everybody will account. Mimi nitaulizwa, wachana na hii ya deputy president. Wewe ulikuwa minister for interior, ulifanyia Kenya nini? Taeleza ile kazi nilifanya kuokoa maisha pale Lamu, Boni Forest, ambao Al-Shabaab ilikuwa inapiga wa Kenya kila wiki. Nilikuamilia hapo. Na hao watu wanaeneza ukabila wajue ya kwamba you are endangering the country. Wakati nimefika hapo Lamu, nimekuta nusu ya watu pale ni watu wanatoka mahali mimi natoka, lakini wanaishi pwani. Huko ndio kwao, walizaliwa huko. Kwa hivyo ukileta uchochezi hapa, unaadhiri watu wengine ambao wametoka hapa, ambao wanaishi mbali na huko ndio kwao. Ni lazima wakae huko kwa amani na wale watu wamekuta huko. Mimi nitatoa vile nilifanya nikiwa interior. Hii North Rift nilijaribu kunyoroshana na banditry kiasi, na nilikuwa huko every day. Nikiamuka North Rift, nikitoka North Rift Lamu, nikitoka Lamu North Eastern. Alafu passport haikukua. Hula passport ilikuwa Kenya. Majangili walikuwa pale Nyayo House wananyanyasa wananchi. Nilinyorosha hiyo kitu. Siku hizi passport inapatiwanwa every week. Sio ni hiyo ni I'm giving an account for myself. So mwingine alikuwa kitu kingine aseme. And I'm very careful now as deputy president. I know every part of Kenya wants, by the end of this term, before we go for re-election, they want to know what, individually as deputy president, of course with the support of everybody else, what is it that I've managed to push through for the people, and not the people of one area, the people of all the areas of Kenya, because ile kiti nimekalia ni kiti ya kusaidia Kenya nzima. Kwa hivyo watu wetu, mimi sitaki kuongea kuzidi hapo. Mimi sinanga mambo mingi. Hata nimeona watu wengine wanaongea maneno huko, me have no issues. Alright? Najua kuna watu wamejaa kiburi, ujeuri, maringo, madharau. Hii dunia tumehubiriwa sisi zote tulalala tutaenda, na hakuna mtu atabeba zozote. Anything. We will not carry anything from this world. So mimi nimetosheka. I am contented. Saa ile niko na hii nafasi, najaribu kusaidia rais, ndio tuwe na kitu ya kuambia wananchi. Hiyo mabarabara nimesema, hiyo bridge mimi naenda kufuatilia.
Hiyo mambo ya watu wetu ambao walifurushwa makwao, naenda kufuatilia wapate haki yao ya kupata makao. Hiyo gari ya polisi imeombwa, naenda kufuatilia. Hiyo masoko imekwama, naenda kufuatilia. Tukishikana na hao viongozi wetu hapa. Sio ndio kazi ya naibu wa rais? Sio ndio kazi ya naibu wa rais? That is the work, to support the president, to help him. Akisema amri, mimi ndio wa kufuatilia, ndio itekelezwe. Mradi ukijaa, rais anakuja anafungua. Wale wanapigana na rais ni upinzani. Wale wanapigana na rais ni wale wako opposition. So mimi as deputy president, my job description as I understand it ni kuvurutana na maneno ya maendeleo, nisaidie rais ndio tutetee serikali hapo mbele, kwa sababu kuna mtihani hapo mbele.